Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Kumwambia mtu kitu kwa ushahidi. Kusema jinsi unavyojifikiria. Kubeba kitu kizito. Sauti kukauka au kuongea kwa kukwaruza. Moyoni mwako mtu kukusababishia maumivu. Kupata mafua kila wakati. Kuagizia kitu kitakacho kufikia kwa uaminifu. Mtu wako wa karibu kubadilika kitabia. Kuonesha ushirikiano mzuri kwa mtu. Kupata usingizi wa shida kwa kumwaza mtu au mafikirio fulani. Kuonewa wivu baada ya kupata kitu. Mtu kutopokea simu zako kwa wakati. Nyota ya Mapacha. Kutumiwa picha za mtu alizokuwepo sehemu. Kutokuwa na imani kwa kitu. Kuota kitu unachokifikiria sana. Hisia zako kukupa mwelekeo wa kitu. Kubadilika kitabia. Kuyachunguza mahusiano ya mtu. Utapata taarifa ya kushtukiza. Kupunguza malalamiko. Jioni ya leo itakuwa njema kwa wengi wenu. Nyota ya Ndoo. Kuonekana una kiburi kwa kushindwa kuelewana na mtu. Utamuuliza kitu mtu. Kujihisi uko salama ukiwa sehemu ulipopazoea. Kumchukia mtu kutokana na kujenga fikra mbaya kwake. Kukasirikiana na mtu. Mtu kulifikiria suala lako. Jambo dogo ulilolifanyia kazi litakunufaisha kwa ukubwa. Kuhisi aibu kumwelezea mtu jambo lako. Nyota ya Ng'ombe. Kupata pesa wakati wa jioni. Kuulizwa kitu ambacho hutopendezwa nacho. Mtu atajishtukia kwako hata kwa kuongea. Maombi yako yatakuwa yenye nguvu sana. Jitahidi kufanya mazuri. Changamoto unayoiwazia inahitaji kufanyiwa kazi. Mtu kuchoka kujishusha kwako. Kusumbuliwa na mtu kwa jambo. Kudaiwa kitu. Kujihisi homa wakati wa usiku. Utakumbushiwa neno litakalo kuletea simanzi. Mambo yako kuwa na ugumu tofauti na ulivyokuwa unataka. Kumaanisha kitu japokuwa mtu ataona ni masihara. Ng'ombe. Kuna ujumbe uliokufikia kifuani mwako. Kuna namna utakayotakiwa kufanya. Utashindwa kumwamini mtu kumwelezea mambo yako. Nyota ya Mashuke. Kusikitika. Kusikiliza sana kuliko kuongea. Utakosa uhuru wa kufanya jambo. Kukumbushiwa jambo muhimu. Utafikiria kujishusha kwa mtu ili kuipata amani. Kukumbuka ukaribu au uwepo wa mtu fulani. Kupata maumivu ya kifua. Utajua jambo analolifanya mtu kwa kujificha. Kuhisi matukio kama yanajirudia. Utamfananisha mtu. Nyota ya Mbuzi. Utafanya kitu kitakacho kuletea matokeo mazuri. Kuona kitu mara kwa mara katika sehemu tofauti. Utajulishwa jambo lenye ukweli. Bado utakuwa na mashaka na mtu. Kumfikiria mtu mwenye kiburi. Kutamani uzao mwingine. Utajiepusha na jambo. Kuhofia kujulikana unahusika kwa jambo fulani. Kichwa kuuma au kupata kisunzi. Nyota ya Samaki. Kupokelewa sehemu katika namna ya utofauti. Kukumbuka maongezi muhimu ya mtu. Baadhi yenu kumtafutia mtu kazi. Kutoa salamu kwa watu wengi. Kuoneshewa kidole sehemu upitapo. Mtu kukutumia ujumbe kimakosa. Kukabiliana na jambo. Kumlipia mtu kitu. Kumzugisha mtu kwa maneno baada ya kuhisi amejua jambo. Nyota ya Nge. Kupata huduma muhimu. Mtu kujilazimisha kuongea na wewe. Utalijua hilo. Kufuta makundi mengi uliojiunga kwa mafundisho fulani. Mawazo yako na mtu kuwa sawa. Utakuwa mwenye kufuatilia sana kitu. Kuzipuuza jumbe za mtu. Utakuwa mwenye visingizio vingi kwa mtu. Kufanya kitu kwa mzaha au masihara. Kusoma sana jumbe za kidini. Kumshukuru mtu.
Kuna jambo utalipanga kumweleza mtu. Utafanikiwa jambo. Nyota ya kaa. Utakuwa upande wa mtu kwa kumtetea. Utatafutwa na mtu ambaye atakuwa na lawama nyingi kwako. Utamuondoa mtu wasiwasi. Utafanya uadilifu kwa mtu aliyekuamini. Kupata ugeni wa ghafla. Kuzijua hila za mtu. Kusumbuliwa na mtoto usiku. Kujua kuwa mtu hana shukurani. Kukasirikiwa. Kufaulu jambo ambalo ulikuwa unashaka nalo. Kumsihi mtu jambo. Utafanya maamuzi ya ghafla. Kuelezea kitu kwa undani. Nyota ya Simba. Mtu kukuambia vingi sana vinavyokufahamisha kitu. Kutoa au kupatiwa taarifa ya watu. Kuzidisha imani kwa mtu. Kufanyia kazi ushauri wa mtu. Kazi au biashara kuwa na hali ya ugumu. Kuhitaji kumsaidia mtu. Mabadiliko ya kitu au watu yatajionesha. Kumfanyia mtu kusudi. Nyota ya Mshale. Utambulisho mpya kukufikia. Utakuwa na nia ya kufanya kitu. Kuihisi sehemu haiko na usalama. Kumfikishia mtu habari njema. Kujihami kwa kitu. Kuona njia bora au namna ya kupata kitu. Mtu anakufanya umfikirie sana. Bahati ipo upande wako. Utabahatika. Mtu atapenda kitu kutoka kwako. Mtu atakuwa muwazi sana kwako. Kuhusu mambo yake na mengineyo. Utapokea salamu kutoka kwa mtu wa mbali. Nyota ya Punda. Kusawazisha maelewano yako na mtu. Unahisi kuzungumziwa, hata kutendewa jambo pia. Huzuni ya ghafla itakujia, kutokana na taarifa fulani kukufikia ndani yako. Utajua kitu kwa haraka. Utakuwa makini wakati wa kuongea na mtu. Mabadiliko yako yatakushangaza. Utamtembelea mtu mwenye hali duni au ugonjwa, na kufika kwako itakuwa ni heri kwake, kwa uponyaji au neema kumfikia. Kuondosha kinyongo moyoni mwako. Kutamani upate pesa uweze kukamilisha jambo. Utapata safari muhimu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.